Na mtazamaji, ni kukaribisha katika kipindi cha Kilimo Kinalipa, Tanzania Tajiri Inawezekana. Mimi ni Janet Leonard kama kawaida. Kipindi hiki ni kukumbushe tu, kipo kwa ajili ya kukuondolea hofu. Kinamuondolea hofu mkulima, mlaji na mfanyabiashara. Hofu ya nini? Ya kutokuwa na kipato cha uhakika na endelevu. Na kama kawaida niko na mtaalamu wetu Bwana Helmet Mrema. Bwana Mrema. Naam. Karibu katika kipindi cha Kilimo Kinalipa. Asante. Tanzania Tajiri Inawezekana? Hebu ongeza basi. Tanzania Tajiri. Inawezekana. Inawezekana. Ningeshangaa. Inawezekana kabisa. Kipindi kilichopita tuliangalia sana kwenye vikundi. Uundwaji wa hivi vikundi vinaundwaje na taratibu za kuunda hivi vikundi. Lakini kuna kitu ambacho nataka nikijue. Nani muhusika hasa wa kuunda hivi vikundi? Swali mzuri, kwa sababu ukweli ni kwamba hakuna kazi ngumu kama kuunda vikundi. Na ndio maana utakuta kwamba vikundi vingi vinaundwa, vinavunjika, vinaundwa, vinavunjika. Ina maana kuna matatizo yalijitokeza. Ina maana kwamba kazi ya kuunda vikundi haikufanyika inavyotakiwa. Kwa hiyo sio kila mtu tu anaweza kaunda kikundi. Kuna watu na uwezo wao. Kwa mfano, kunaweza kuwa na afisa wa ustawi wa jamii, kunaweza afisa ugani, lakini wote hawa wana uwezo, wana elimu ya kuunda vikundi, lakini kuna sifa za ziada. Kwa vile vikundi vingi vimekuwa ni changamoto, vinaundwa leo, baada ya muda vinakufa. Kwa hiyo huyo kiongozi lazima ajue hasa kitu gani kinafanya vikundi vinavyoundwa visiwe endelevu. Ina maana sifa ziada mnakuwa nayo ni ile ya kutambua changamoto hasa, kwa nini vikundi vinakuwa na shida ya kuendelea. Utakuta kwamba katika kuunda vikundi ni nguvu, vikundi ni umoja, vikundi ni sauti, na vikundi ndio nafanya wakulima wanaweza wakawa na uwezo wa kwenda kukopa benki, kuaminiwa na kampuni yoyote ya bima, kupata bima ya mazao, bima ya afya na kadhalika. Sasa jinsi wakulima wanavyokuwa na vikundi vyenye nguvu, kuna watu ambao watakuwa wanakosa kipato. Kwa mfano, kulikuwa na wale walanguzi ambao walikuwa wananunua mazao kwa wakulima. Kulikuwa na wale ambao walikuwa nakopesha au kuchumbia mazao yakiwa shambani. Wanaweza kuwa na nafasi nyingi. Kwa mfano, tunazungumzia Kang'omba ile ya Mtwara. Ndio. Wana Kang'omba wako wengi ambao hawangependa kuona vikundi vinakuwa na nguvu, kwa sababu vikundi vikiwa na nguvu, vikiwa na umoja, vikiwa na sauti, Kang'omba nao watakuwa nakosa fursa zao, maslahi yao yanakuwa yameingiliwa. Kwa hiyo sifa ya kiongozi ambaye anaunda vikundi ni yule ambaye anaelewa hasa kitu gani kinafanya vikundi katika mazingira yale visiwe endelevu. Ni sifa kubwa sana. Sasa nataka nijue, labda uwaambie watazamaji, wakulima, walaji pamoja na wafanyabiashara ambao wote wako katika mnyororo wa ongezeko la thamani, huyo mtaalamu ambaye ndio anaweza kuwasaidia kuunda vile vikundi, wanampataje mwenye hizo sifa? Kama nilivyokuambia ni kwamba mtu yoyote ambaye yuko kwenye shughuli za kufanya kazi na wakulima, awe ni afisa ugani, awe ni afisa ustawi wa jamii, anaweza kabisa kufanya hiyo kazi. Lakini kikubwa ni kwamba yule mtaalamu awe na uelewa wa kutosha hasa ni changamoto zipi zinazokuwepo na zinazofanya kile kikundi kisiwe endelevu. Na changamoto moja nilizosema ni kwamba
kuna watu ambao hawangependa kuona vikundi vikawa endelevu. Ina maana huyo kiongozi au huyo mtaalamu lazima awe na moyo wa kujituma, moyo wa dhati kabisa wa kuamini anachokifanya. Alafu na cha tatu ni kwamba anakubali kujenga imani na wale wakulima waweze kumwamini na waamini kabisa anachokisema ni kwa maslahi ya wakulima wenyewe na sio kwa maslahi ya watu wengine. Kwa mfano, tumeona vikundi vingi sana vinaundwa kwa ajili ya kuweza kukusanya mazao. Vikundi vingi sana vinaundwa ili watu waweze kuuza pembejeo zao kwa urahisi. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho wakulima wanataka waelewe au waone kwa yule mtaalamu ni ule moyo wa kujituma, moyo wa kupenda kuona mabadiliko ya kweli kwa wakulima wenyewe na kuhakikisha kwamba anachokitenda anakisimamia, anakiamini na atakifanya na ataweza kuunda vikundi ambavyo vitakuwa endelevu. Na Mzee Mrema, asante kwa ajili ya elimu hii, na naamini kwamba watazamaji wetu wanazidi kujifunza vitu kutoka kwako kuhusiana na uundaji wa hivi vikundi. Lakini ninachokijua kwamba mtazamaji anaweza akawa anajiuliza sasa, nani atampataje huyu mtu? Nani atakayemkutanisha yeye na huyo mtaalamu mwenye hizo sifa? Lakini kwa sababu tunasema hiki kipindi ni cha raha, no. Kilimo kinalipa, Tanzania tajiri inawezekana. Ukiwa na kipato ambacho ni cha uhakika na endelevu, basi ni raha. Hofu inakuwa hakuna. Basi raha. Basi tuwape watazamaji wetu raha kidogo ya kuangalia igizo fupi ambalo linakuletea elimu namna ambavyo hivi vikundi vinaweza vikaundwa. Tutarejea baada ya muda kidogo. Usiondoke, kipindi ni Kilimo Kinalipa. Wakulima oye! Kilimo Tanzania tajiri inawezekana. Nimefurahi sana kuwaona tena katika mkutano huu kwa ajili ya maendeleo yetu. Kama tulivyokubaliana kwenye mkutano uliopita kwamba wote kwa pamoja tumeshaainisha kaya zilizokubali kuwa wanachama na vikundi vyetu. Si ndio? Ndio. Na pia naona mpo wachache, lakini hilo lisiwavunje moyo kabisa. Wala msikate tamaa, kwa sababu jambo jema siku zote huaga linaanzishwa na watu wachache, lakini mafanikio yake yanawavuta watu wengine na inaleta mapinduzi katika jambo hilo. Si ndio jamani? Sawa kabisa. Sasa ningependa tuchague jina kama ili tuweze kusajili kwa msajili wa makampuni na tuweze kutambulika kirahisi. Na jina tutakalochagua kama nilivyowaambia awali, tuchague jina ambalo liko peke yake au hata la kijijini, jina ambalo tunaweza tusiwe tumeingiliana na makundi mengine labda walishachagua na nini. Tuchague jina la pekee yetu, si ndio? Hilo litafaa zaidi. Kwa hiyo tuchague jina jamani. Sasa mimi nikutoe wasiwasi mtaalamu. Tena nikutoe wasiwasi kabisa. Sisi unavyotuona hapa sisi tumejipanga vya kutosha. Na tumejipanga katika sekta zote, katika huo upande wa kuchagua jina letu la kikundi. Sisi tumekusudia hapa kabisa moja kwa moja kikundi chetu kiitwe Kazamoyo. Kazamoyo. Sasa jina gani sasa? Hapo baba, umechemka. Umenielewa? Hilo jina la Kazamoyo wametumia wamama wa kule, umenielewa? Akina mama kukolezo. Mimi naona binafsi yangu na akili yangu bora tukiite Kivule Kidodobecho Family Group. Au nasemaje jamani? Sawa, imepita. Jina ambalo liko tofauti. Zinduna, mimi nakuunga mkono. Hilo jina Kidodobecho limepita na hatuna wasiwasi. Tupo pamoja. Tupe vitu mama. Mimi naomba niunge mkono hoja. Tena naunga mkono hoja kwa mikono yote. Kwa sababu hili jina sio rahisi lio limetumiwa na vikundi vingine. Hata kwa msajili wa makampuni huwezi kulikuta. Na huyo Kidodobecho ndo alikuwaga mwenyekiti wetu wa Kivule. Sasa ukisikia Kidodobecho, alikuwa sio mchezo. Sio mchezo bwana. Basi baada ya kupata jina, ngoja niwape mwongozo wa nini cha kufanya. Nilikuwa nimewaandikia hapa mwongozo mzima. Natakiwa kila kikundi kiwe na katiba ambayo itaonyesha mahali ya kikundi kilipo, si ndio? Kwa mfano kata, umeona,
anwani, mtaa, kijiji. Kwa hiyo lazima katiba iwepo. Jitahidini sana kutengeneza katiba. Na katiba hii itaonyesha lini kikundi kilianzishwa, idadi ya wanachama na aina ya mwanachama. Na katiba hii itaonyesha sifa za mwanachama, idadi ya viongozi na nyadhifa za kila kikundi. Tulia bibi shamba, tupo nyuma yako. Kilimo kinalipa, Tanzania tajiri inawezekana. Baada ya hapo, katiba itabidi ionyeshe sifa za viongozi wa vikundi, aina ya vikao vitakavyokaliwa, pamoja na jinsi ya kutunza kumbukumbu za vikao na kuleta mirejesho ya vikao. Pia lazima kuwe na dira ya kikundi ambayo ndio itakayoongoza kikundi kuunda sera za maendeleo ya kikundi. Katiba lazima ionyeshe uhai wa ukomo wa wanachama, maana yake ni sifa za mwanachama hai na nini kinachopelekea ukomo au kutolewa kwa mwanachama katika kikundi. Mwanachama anaweza kujitoa kwa hiari yake au anaweza kutolewa kutokana na sifa ambazo zitamdhorotesha, ikiwemo makosa ya jinai yaliyothibitishwa na mahakama, ugonjwa sugu utakaoathiri maendeleo ya kikundi, utovu wa nidhamu na mengine mengi. Wanakikundi wote lazima waijue hii katiba, kwani ndio mkataba wao wa kikundi. Pia ndio utakaowezesha kikundi kupanga mipango ya biashara, utekelezaji, kuwa na mfumo wa kuweka na kukopa ndani ya kikundi, pamoja na kuingia mikataba na vikundi vingine, watoa huduma mbalimbali, mashirika, taasisi fedha, bima, pamoja na serikali za mitaa. Mmenielewa jamani? Ndio. Mmenielewa? Hii hapa ni rasimu ya mfano wa katiba ambayo nilikuwa nimeiandaa kwa ajili yenu. Nitawapa afu baadaye mtapitia. Mmeelewa eh? Mtakuwa mnaangalia kama kuna kitu ambacho hakipo sawa, mtarekebisha, na kila mtu lazima atie sahihi yake baada ya kumaliza kusoma. Nawashukuru sana, nawapenda sana. Endeleeni kupiga kazi. Kilimo kinalipa, Tanzania tajiri inawezekana. Sawa? Okay, nawashukuru sana.